Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika mfululizo wa kuelewa hema takatifu katika maisha yako wewe Mkristo wa leo. Kabla ya kuanza somo letu la sasa, tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwa neema ambayo umetupa tena. Mbariki yule mtazamaji, mtakase na umjaze Roho wako kila siku, na uache somo hili liweze kutujenga na kutukaribisha na kutuinua mpaka kwako, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Acha leo tena rafiki mpendwa, tuone nafasi, kipindi, kitu cha mwisho ambacho tunakutana nacho katika pahali patakatifu, katika mifululizo ya masomo yetu ya kuelewa hema takatifu. Ni kipi ambacho tunakutana nacho? Acha nikuambie kile tunachokutana nacho katika hema takatifu. Pahali patakatifu tunaona na madhabahu ya uvumba. Elewa kwamba tulipoingia katika mlango wa pango linalozunguka hema takatifu, tulikutana na jambo la kwanza lilikuwa ni madhabahu ya sadaka. Tulikutana na jambo la pili ilikuwa ni birika ya shaba ambamo ndani mliwekwa maji kwa ajili ya kuosha mikono na kwa ajili ya kuosha miguu, kabla kuhani hajaendesha huduma zote kwenye madhabahu ya sadaka na kabla hajaingia katika hema takatifu. Na tunapokuwa tumeingia katika pahali patakatifu, pahali pa kwanza kwenye hema takatifu, tulikutana na kinara cha taa saba. Kinara hiki kilikuwa na faida ama kina faida ya kuleta mwangaza, na kwenye kinara hiki walikuwa wanaweka ndani ya kinara, ndani ya bakuli za kinara wanaweka mafuta ambayo ni kiwakilishi cha Roho Mtakatifu. Na tulipotoka kwenye kinara hiki, tukaona pembeni ya kinara, tuliona kuna kuwa meza ya mikate ya onyesho. Mikate hii ambayo ni kiwakilishi kwamba Mungu ndiye anayepana riziki katika maisha, na Yesu ndiye mkate wa uzima. Na tunapotoka kwenye meza hii ya mkate, tunaona kitu cha mwisho katika pahali patakatifu. Kabla tujaingia pahali patakatifu mno, tunakutana na kitu cha pekee ambacho ni cha muhimu sana katika maisha yako. Kisha kuzunguka huko kote, mahali kote ambako tumeanja, tunafika hapo kwenye madhabahu ya uvumba. Ona hapo nje, tunapoingia katika pango hili linalozunguka hema takatifu, ni madhabahu ya sadaka. Na tunapomaliza safari ya pahali patakatifu mno, tafadhali, ya pahali patakatifu, kabla ya kuingia pahali patakatifu mno, tunakutana na chombo cha tatu, kinaitwa madhabahu ya uvumba. Yaani hema ilikuwa na madhabahu mbili. Kuna madhabahu ambayo ilikuwa ni ya sadaka, na pahali patakatifu tunakutana na madhabahu ya uvumba. Hii ni kiwakilishi kwamba umeingia, umetakasa, umetoka kwenye Yesu amebechukua dhambi zako, na umetakaswa kupitia birika la shaba, na umeangazwa kupitia Biblia, neno takatifu, umeangazwa kupitia Kristo, umeangazwa kupitia taa ya pekee ambayo ni Roho Mtakatifu. Umekula mkate wa uzima ambayo ni neno la Mungu, na ambayo ni kiwakilishi cha Kristo. Inabidi kabla ya kuona kuishi uwepo wa Bwana, uzogee karibu na maombi. Hakuna kitu cha pekee kinachotuinua mpaka kwa Mungu isipokuwa maombi. Rafiki mpendwa, madhabahu ya uvumba. Hii madhabahu ya uvumba sasa ambayo tunaisoma inapatikana wapi? Masomo haya yote ya uvumba, madhabahu ya uvumba, ni kwenye kitabu cha Kutoka. Sura yake ni ya 13. Unaingia kwenye sura ya 13, unaanza ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 10. Hapo ndipo unapata hii madhabahu ya uvumba ilitengenezwa vipi? Madhabahu ya uvumba ilitengenezwa na hizo mbao ya mti ambao unaitwa mti wa mshita, ambayo Kifaransa inasema mti wa akasia. Hii mti wa mshita ilifunikwa na mawe ya pekee inayoitwa dhahabu.
ni madhabahu iliyofunikwa na dhahabu. Na ukiona mara nyingi dhahabu ni kiwakilishi cha utukufu, ni kiwakilishi cha usafi, ni kiwakilishi cha utukufu, na ambao ni kiwakilishi cha ubinadamu. Ndio maana unapoona hii jambo hili madhabahu ya uvumba inawakilisha Kristo, ambaye yeye alibeba ubinadamu na yeye akabeba tena utukufu wa mbinguni wa Mungu. Uungu na ubinadamu unapatikana kwa nani? Kwa Kristo. Ni kwamba hii madhabahu ya uvumba ni kiwakilishi cha nani? Cha Kristo. Na hii ni kwamba inatuambia kwamba maombi yetu yanapokelewa mbinguni kupitia Kristo. Mungu hapokei maombi yako kwa sababu wewe mwenyewe umeitoa. Yaani wewe tu. Mimi ni nani mbele za Mungu? Wewe uko nani mbele za Mungu? Usipitize maombi yako kwa mchungaji, usipitize maombi yako kwa mtu, usipitize maombi yako kwa binadamu. Pitiza maombi yako kwa Kristo, yeye anayebeba ubinadamu, na yeye ni Mungu. Ni Mungu aliyebeba ubinadamu. Sasa hii mahali ambako madhabahu haya yalikuwa wapi? Katika hema takatifu, mahali ambako madhabahu haya ya uvumba yalipatikana karibu na pazia, na huko katika pazia ilificha pahali patakatifu mno na pahali patakatifu. Na hapo pahali patakatifu mno, chombo kinachoonekana hapo ndani tu kinaitwa sanduku la agano, uwepo wa Mungu. Maana yake nini? Shairi la 6 kitabu cha Kutoka 13 utakuta ilikuwa karibu na pazia. Ni kwamba mpendwa, kwamba ni maombi hayo yenyewe yanayotukupeleka kwenye uwepo wa Mungu. Unaweza hubiri sana, mahubiri yako haikupandisha mbinguni. Unaweza fanya huduma sana ya udiakoni kanisani, wewe ni mzee wa kanisa, sijui wewe ni mwimbaji, unafanya huduma sana, lakini ukisahau maombi, wewe uwepo wa Mungu hautakuwepo. Umefanya kazi sana katika ibada, katika imani, lakini ukisahau kitu cha pekee ambacho kinaitwa maombi, uwepo wa Mungu hautakuwepo. Ndio maana Mungu anakuita rafiki mpendwa, Mungu anakuita rafiki mpendwa, umsogelee Bwana kupitia maombi. Ni maombi pekee ndio yanayotukaribisha na kutuleta karibu na Mungu. Sasa swali ya msingi hii uvumba ulifukizwa saa ngapi? Uvumba ulifukizwa saa ngapi? Shairi la 7 na la 8 linaeleza kwamba uvumba ulifukizwa saa za asubuhi na saa za jioni. Hii ni jambo la pekee sana. Hii ilitolewa saa za asubuhi na saa za jioni, kabla mwana wa Israeli yoyote hajaamka. Kuhani alikuwa ameingia kwa ajili ya kutoa uvumba. Jioni, kabla hayaenda kitandani, hawajaingilia taratibu za jioni za usiku, ilibidi kuhani mkuu afanye kazi kuwe katika hema takatifu katika uvumba. Ni kiwakilishi cha maombi. Kumbuka Yesu pia alikuwa akiomba mapema. Kitabu cha Marko 1 aya ya 3 na ya 8. Yesu alikuwa anaamka asubuhi, kabla watu wa mitume na ndege hazijaamka. Yesu tayari alikuwa ameomba. Danieli aliomba usiku, aliomba jioni, aliomba asubuhi, aliomba na mchana. Kitabu cha Danieli 6 aya ya 10. Hivi ilikuwa ni siri ya Danieli. Kuna siri gani katika maombi ya asubuhi? Kwa nini asubuhi? Kwa sababu vita vinapangwa katika saa za asubuhi. Kwa nini magharibi? Kwa sababu jioni. Kwa nini? Kwa sababu tunapokuwa umemaliza mchana, ni sifa kutoa kwa Mungu tunapofunga mchana na kuomba msamaha kwa Mungu. Yaani wale wanaoshinda vita vya mchana walianza kuvishinda asubuhi, kabla ndege, kabla watoto, kabla
vigelegele, kabla fujo havijatokea, ingia katika maombi. Zaburi 5 aya yake ni ya 3. Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu. Siri, na kuna siri katika maombi, rafiki mpendwa. Siri ya ushindi, siri ya ushindi ni katika maombi. Hautashinda kwa sababu wewe umeenda kuzuru washiriki, wewe ni mchungaji. Hautashinda kwa sababu wewe ni unatoa hotuba nzuri nzuri, unatoa mafundisho mazuri, watu wanafurahia. Utashinda kwa sababu wewe ulikuwa mtu wa maombi. Uvumba huu sasa ulitengenezwa na nini? Kifupi ni kwamba kitabu cha Kutoka 13 aya yake ya 3 na 4 hadi 3 na 8 inaeleza kwamba Mungu hakuruhusu mtu yeyote katika Israeli kutengeneza uvumba, lakini aliweka kutengeneza uvumba kwa wakuhani kwa ajili ya huduma takatifu ya hema takatifu. Na huduma hii ilitengenezwa, ama uvumba ulitengenezwa na vyombo vilivyochaguliwa vitakatifu. Maana yake hakuna mahali ambako Mungu anahitaji vitakatifu vichanganywe na visivyokuwa vitakatifu. Mungu alikubali, aliruhusu vitakatifu ndivyo viweze kutengeneza. Hii na maana ya pekee. Wewe ukijiita, wewe ukiona wewe Mungu amekuchagua, acha kuchanganya Ukristo wako na mambo ya kidunia. Pima kuona namna unavyofanana. Je, kwa kweli wewe unafanana mtu ambaye iko tayari kwenda mbinguni? Unaimba, wameona umechukua Biblia, lakini wakiona nywele zako zimebeba kidunia wewe ni Mkristo, wewe ni nani? Wanakuona wewe unaimba vizuri, lakini kanaimba kale kanakoimba ni kazinifu kapindukia. Kale ambako kanaimba kanakuwa kamwizi. Unachanganya utakatifu na vitu vichafu. Pima kuchunguza. Uvumba ilikuwa uchaguzi wa Mungu, na walitakataza katika taifa lote la Israeli mtu asitengeneze uvumba kulingana na uchaguzi wa Mungu yeye mwenyewe. Ndio maana usichanganye maombi yako na mambo ya wafumu. Unaomba sana, rafiki mpendwa. Unaomba, wewe unamuombaji, unaomba, unasema tukusaidie kwa maombi. Pastor nisaidie katika maombi. Tunakuombea, lakini maombi yetu unaichanganya pia na mambo yale ya wafumu. Unakosea. Acha tabia ile. Sasa moto kwenye kitu hiki, kwenye madhabahu haya ya uvumba, moto yake ilitoka wapi? Kitabu cha Walawi 16 shairi lake la 12 inaeleza kwamba moto kwenye madhabahu ya uvumba ilitoka kwenye madhabahu ya sadaka. Hapa ndipo kuhani alitosha moto aliyoileta kwenye madhabahu ya uvumba. Ni fundisho la pekee, ni kwamba utokapo kwenye Kristo amekusamehe, Kristo amekuokoa, ingia katika kipindi cha maombi. Amina. Madhabahu ya sadaka ni msamaha tumeupata kwa Bwana, na madhabahu ya uvumba ni maombi. Uwepo wa Bwana kwetu, anatuambia hauwezi kuitwa Mkristo hata kama umesamehewa bila kuwa mtu wa maombi. Kitu cha pekee, moto haukutoka popote, moto haukutoka nje, moto haukutoka nje ya hema takatifu. Ulitoka hapo, ulitoka pale ambapo damu ya sadaka ilimwangika. Hii ni injili yote, injili ya pekee. Hakuna maombi yanayofika mbinguni bila msalaba wa Kristo. Unamkataa Kristo, maombi yako hayatajibiwa. Unamwamini mchungaji. Mnajua mara nyingi si wachungaji, kuna washiriki wanatuamini. Usiniamini mimi, amini Kristo. Uamini Kristo ambaye alikufa kwa ajili yako. Yaani ni maombi yanajibiwa kupitia msalaba wa Kristo. Ni katika jina la Yesu pekee ndipo maombi yako yatajibiwa. Na ile madhabahu yalijengwa namna gani?
waliweka kwenye madhabahu. Pembe 4 zilikuwa kwenye madhabahu. Kulingana Kutoka 13 aya yake ya 2, madhabahu ilikuwa na pembe 4. Katika Biblia pembe 4 ni alama ya nguvu. Hili inaonyesha kwamba maombi yetu yana nguvu. Pia pembe 4 zinaonyesha kwamba neema ya Mungu inawafikia watu wote katika pembe 4 za dunia. Yaani pembe 4 kwenye madhabahu haya yanaonyesha ni kiwakilishi cha nguvu ya maombi. Kitu cha pekee kinachokuwa na nguvu katika ibada, katika Ukristo ni maombi. Hakuna kitu kinachokuwa na nguvu kama maombi. Mtu asikudanganye. Ingia kwenye altari ufundishe, hii haina nguvu. Hii hailete nguvu. Umekuwa mhubiri wa kupindukia. Hii haikufanyi kuwa na nguvu. Lakini nguvu ya Mkristo ni maombi. Ndio maana pembe 4 zilikuwa kwenye ile madhabahu ya uvumba. Na jambo la msingi kwenye madhabahu ya uvumba ni kwamba kinapokuwa na pembe 4 zinaonyesha kwamba neema ya Mungu haiko tu yako wewe mwenyewe. Usiseme mimi ni msabato, mimi ndio mwenyezi maombi. Mtu asikudanganye. Neema ya Mungu inafika katika ulimwengu wote. Haijalishi wewe ni mtu wa aina gani, neema ya Mungu inakuokoa, inakutosha. Na kwa hiyo sasa inapokutosha, kumbuka madhabahu ya sadaka inakuambia acha dhambi, kwa sababu Yesu amekufa kwa sababu ya dhambi. Na inapokutangazia acha dhambi, inakutangazia shika sheria. Na hii ni jambo la pekee kwenye madhabahu. Na jambo lingine ni hili, rafiki mpendwa. Hiyo pembe ambayo inaonekana kwenye madhabahu ya uvumba, kuhani alipotoka pale kwenye madhabahu ya sadaka pale nje, pale katika pango, alikuja na damu mara moja kwa mwaka. Na damu hii, aliweka damu hii juu ya pembe 4 kwenye madhabahu ya uvumba. Ilikuwa mara moja kwa mwaka. Kitabu cha Kutoka 13 aya yake ni ya 10, aya yake ni ya 10. Yaani hii ilikuwa ni jambo la pekee. Pembe zilikuwa zinabeba pia fununu ambayo mkuhani aliifanya mara moja kwa mwaka. Tutaisomaka tunapoenda taka kumaliza somo hili. Ni mafundisho ambayo yatatokea. Lakini hii ilikuwa inatolewa madhabahu ile pembe zilikuwa zinafanya kazi ya damu hii mara moja kwa mwaka. Tutaisoma tutakapomaliza masomo kwenye hema takatifu. Kwa nini? Kwa sababu hata maombi ya mwanadamu yanahitaji kutakaswa. Ndio maana pembe zilitokewa hapo. Maombi yako hayatajibiwa kwa sababu wewe unatumika sana, unatoa sana, unatenda sana, unasaidia sana. Lakini maombi yako yatajibiwa ikiwa utakaso, Kristo amekutakasa. Hili ni la msingi sana. Waibrania 9 aya 24. Sasa jambo ambalo tunaweza kujifunza katika hema hii ni kwamba uvumba ni mfano wa Kristo mwenyewe. Maana yake uvumba pamoja na maombi ulipanda mbele za Mungu asubuhi na jioni. Utaokolewa. Ukristo wako utasimama imara, rafiki mpendwa, wakati umekuwa mtu wa maombi. Ni kitu cha pekee tunachokitoa katika hema takatifu, pahali patakatifu. Unapoomba, hata umesoma Biblia, piga magoti, omba. Kinachokupa ushindi ni maombi. Mungu atusaidie. Mungu atupe nguvu. Tuwe watu wa maombi ili Ukristo wetu usimame imara. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.